Heri ya mwaka mpya babu. Asante sana. Na ikawa heri kwako. Umeweka resolution zako mwaka huu? Resolution. Kibinadamu katika hali ya kawaida tunatakiwa tuwe tuna huo utaratibu, si ndivyo? Lakini ukweli ni kwamba wengi sana wanapanga huo utaratibu na utekelezaji wake kidogo huwaga ni wa changamoto. Hautimii kama ambavyo watu wanatamani kuutimiza, si ndivyo? Kwa hivyo mimi naishi tu na utaratibu wangu. Kuna mambo ambayo ninakuwa niliyapanga katika utaratibu wangu wa maisha kwamba natamani kufikia hili na hili na hili. Kwa hivyo bado nipo kwenye ile tunaita mission ya kuweza kufikia my visions. Bado upo kwenye mission yako inaendelea. Last year was a bit tough mwishoni, lakini tumemaliza salama na mambo ya hapa na pale. Lakini kuna andiko lako moja ulizungumzia hofu this recently. Kama sijali sahau, ulizungumza kama hofu ni silaha. Sasa sikutaka kwenda deep zaidi, ningetaka nikusikie kwa mwaka huu unavyozungumza hofu ni silaha yangu kubwa, ni ukimaanisha kwamba ulikuwa na maana gani katika andiko lako? Stani, mimi sikumbuki kama nilikwambia kwamba hofu ni silaha yangu, ila nilikwambia hofu ni silaha inayotumika kuweza kudhibiti mtu, watu ama jamii. Sasa hofu inakwamisha maendeleo mengi sana duniani, either kwa bahati mbaya kwa sababu watu wana hofu, ama kwa makusudi kwa sababu watu wana hofu. Na mifumo mingi sana yenye element za kutawala huwaga inayo namna ya kuweza kuingiza hofu kwa jamii husika ili waweze kuweza kuiendesha jamii hiyo katika hali fulani, either kwa manufaa ya maendeleo ya hiyo jamii ama kwa manufaa ya wanaoitawala hiyo jamii. Kwa ni hofu inazunguka. Kwa sisi ambao tumelelewa miaka ya nyuma, wazazi wengi waliweza kuinstall fear into us. Kwa unakuta baba alikuwa ni mkali sana kiasi kwamba mnaishi kwa hofu. Ukisikia baba amekuja mnatetemeka, mnatoka katika utaratibu wenu, mnajificha, hata hamtaki kuonana naye kwa sababu ya ile hofu ambayo iliwekwa kwetu, sawa? Na ile ilikuwa na madhara yake kwa kizazi hicho, tofauti na kizazi cha leo ambacho kina uhuru, kwa sababu wazazi hawajaweka hiyo hofu kwa watoto wao. Kwa watoto wamekuwa na uhuru, wana uwezo wa kuuliza maswali, wana uwezo wa kuhoji, wana uwezo wa kuchangia kitu katika familia, tofauti na zamani ambapo watoto tuko tunakuwa tu kwa sababu tupo kwenye hiyo familia, haturuhusiwi kubadilisha ama kusema chochote. Silaha ilikuwa inatumika katika malezi yale wakati ule ilikuwa ni hofu, sawa? Sasa ukija katika maisha yetu ya kila siku, kama maamuzi yako yako based on hofu, maendeleo yako yatakuwa ya wasiwasi. Kwa kiasi kikubwa yatakuwa ni ya wasiwasi ama yatakuwa ya salama sana. Nitakuelezea kwa nini. Kama wewe ni mfanya biashara lakini unaogopa kufanya maamuzi kwa kuhofia nini kitafuata ama itakuwaje isipofanikiwa, inakufanya ubaki nyuma kutokufanya yale maamuzi, na unakuwa huna jibu whether lingefanikiwa ama lisingefanikiwa. Na kila siku tunaambiwa wengi wanaofanikiwa ni wale ambao hawana hofu, wanaitwa risk takers. Yani wenyewe wana calculate, wanaona tu possibility ni kubwa zaidi, hawafikirii zaidi kwenye kukwama. Mwenyelewa? Sasa katika maisha yetu ya kila siku, nitakwambia kwa asilimia kubwa watu wanaishi kwenye hofu. Mtu akipata pesa yake kwa hofu kubwa, kwa sababu anahisi hawezi kuipata tena, anakimbilia kufanya vitu ambavyo anajua kwake ni salama sana. Atanunua ardhi, wengine wataweka bond ama watapeleka hela UTT. Hiyo yote ni kwa sababu hivyo vitu nilivyovitaja kwa kiasi kikubwa riski yake ya kupotea kwa hizo hela ni ndogo. Imepunguzwa sana. Imepunguzwa sana kwako wewe ambao unaenda kuiweka hiyo fedha, lakini kwa wale ambao wanaibeba ile fedha wamebeba huo mzigo wa
risk. Sasa mimi nakinzana na watu ambao wana hofu, kwa sababu kwa kiasi katika jamii wanazuia maendeleo. Kuna mwingine anaweza akasema mimi na hii pesa naamua kufungua kiwanda cha kutengeneza mbolea. Hana uhakika kama atauza, lakini maamuzi yale yanapoenda kufanikiwa yanakuwa na faida kubwa sana kwenye jamii. Kwa sababu wakati wote lazima ufikirie maendeleo yote. Mi naamini kama unafikiria maendeleo, usifikirie katika level ya uselfish ya wewe peke yako, na ndio hiyo inakwamisha. Lazima ufikirie kuinyanyua na jamii yako. Kwa hivyo unapopeleka ile riski yako katika jamii, ikifanikiwa utajikuta umeajiri watu wengi, umetoa opportunity kwa watu wengine wengi, umelipa kodi. Kwa hiyo mafanikio yanakuwa yanaenda. Sasa katika watu 10 tufanye tu walioamua kutake risk ni watu 8. Alafu katika wale watu 8, watu 5 wakafanikiwa katika biashara zao, 2 tu wakafeli au 3. Believe me, hiyo tunahesabu kama ni mafanikio, lakini alibebwa na chanzo ambacho kilikuwa hakina hofu ndani yake. Jamii nyingi zinaishi katika hofu. Hata wakina mama wakitafuta mume wanakwambia nataka mume mwenye hofu ya Mungu. Najua hatuko kwenye mambo ya dini, lakini nataka nikuelezee kwamba usiseme unataka mtu mwenye hofu ya Mungu. Sema nataka mtu ambaye anampenda Mungu, ni mcha Mungu. Umeelewa? Ukiweka neno mcha Mungu ina nguvu zaidi kuliko kuniambia mtu ambaye anakuja na hofu ya Mungu. Kwa sababu kwenye hiyo hofu kuna mambo ambayo yana upande hasi, ama the negative side. Kila kitu kinakuwa kina uoga, kama vile kumbe wewe ukuelewa, ila tu unaishi kwa kuogopa. Inafaa uelewe, alafu uishi katika ule utaratibu ule uelewa. Umeelewa? Nakuelewa vizuri. Kwa ndugu yangu Stani, hata wewe ukitafuta mke, tafuta mke ambaye ni mcha Mungu, sio mwenye hofu ya Mungu. Umeelewa mpaka hapo? Najaribu kuelewa. Lakini inabidi nikuelewe. Hofu silaha kubwa hiyo. Kwa nimekuelewa kwa nini ulisema hofu ni silaha. Ni silaha kubwa sana. Sawa. Umezigusia hapo swala la vitu negative. Kwenye jamii kuna watu wengi sana ambao wako very negative. Na kuna siku tulikuwa tumekaa sehemu, kuna jamaa tulimnotice yeye mwaka mzima kila wazo ukija tu yeye ni negative. Haiwezekani. Hilo lishindikani. Hatuwezi kufanya hilo. Paka siku amuuliza, wewe mbona you are too negative? Una shida gani? Ulimrekebisha kwa hisia, ulizungumza kitu universe kinasikia, kama unachukulia masiala. What was lile funzo lako lilikuwa ni dogo, lakini nilielewa sana, ningependa wengine nao walisikie. Kwa nini umekuwa ulimwattack kwamba hata kama unachukulia masiala kuna vitu haviko sawa? Mimi na wewe tusha kuzungumza tena hapa wakati mwingine juu ya negative thoughts. Sawa. Mtu yoyote ambaye amejawa na mawazo ambayo ni hasi, nguvu yake ama hatua zake za kimaendeleo lazima zitakuwa ni ndogo sana. Now, maendeleo yanaweza akawa ya afya, maendeleo physical ya kuonekana kwamba huyu mtu ana maendeleo kiuchumi, kwamba anaishi vizuri, muonekano wake ni mzuri. Sawa. Sasa nilimrekebisha yule kwa sababu kwa dunia tunayoishi kuna kitu kinachoitwa cautious and subconscious. Sasa cautious ni hii ambayo you can see me, you know my moves and everything, right? But the subconscious mind is what you cannot see. Naita kama ufahamu wa pili wa ubongo. Sawa. Sasa huu ufahamu wa pili wa ubongo ndo ule ambao unakuunganisha wewe. Your subconscious mind is what connects you to your universe. Kila mtu anayo universe yake ambayo ameitengeneza mwenyewe kutokana na namna anavyofikiri ama anavyoishi. Nikisema your universe ni kama vile nazungumzia your network. Now, how do you create that network? Ni kupitia lifestyle yako,
and your kind of thinking. Subconscious mind ni vitu ambavyo vipo katika ulimwengu. Tunaposema ulimwengu, maana yake ni combination ya dunia na raia ama watu na wanyama kwa pamoja unaita ulimwengu, ama you see the universe. Sasa wote tunaongozwa na 1 and zeros, 1 na 0, negative and positive. Sasa sijui kama unajua kitu kinachoitwa aura, ama niseme katika sayansi ule tunaita wavelengths. Kama wewe unatembea mawazo yako ni hasi, maana yake zile wavelengths zako ambazo unazitoa zitakuwa zinatoa negative, somehow haziwezi kuconnect na positive katika mazunguko yako, kwa sababu kule kwenye mazunguko yako utakuwa unakutana na watu mbalimbali. Katika hao watu unaokutana nao kuna ambao wanatoa positive, lakini kama wewe unatoa negative huwezi kuconnect na yule mtu. Most likely ama wakati wote utaconnect na mtu ambaye anatoa kama ya kwako, kwa hiyo utajikuta una connect na mtu ambaye ana negative. True. Unanielewa? Kwa hiyo utashangaa mbona network yako wewe ni ya watu ambao wote amwezi hata kukopeshana hela, kwa sababu wote wewe unawaza negative na yeye anawaza negative kwa namna yake, kila mtu negative negative negative. That is your universe, you have created it through your thoughts. Unanielewa? Negative 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 negative, nitatapeliwa. Umetawaliwa na hofu, natawaliwa huyu namuona kama mwizi. Kwa hiyo wewe una connect na watu ambao wana mawazo kama hayo ya hofu ya wasiwasi. Umenielewa? Ndipo naposema your universe. Sasa kama wewe tena, nasema tu kama una mke ama una mpenzi ambaye katika hiyo nyumba yeye, ama katika hayo mahusiano yeye kila kitu kwake ni no, hapana, hiyo haiwezekani, haiwezi kufanikiwa, hiyo itakuwa ngumu, my friend, kama unataka maendeleo, huyu mtu achana naye, ondoka kabisa katika hiyo nyumba, katika hayo mahusiano, ondoka. Believe me when I'm telling you this. Na ndio maana unasikia kuna watu yani alivyoachana tu na yule mwanamke ama yule mwanaume kafanikiwa, ni kwa sababu kuna mmoja alikuwa na negative energy, ameshikilia maendeleo ya mwenzie. Sasa angalia sana pale unapoishi, ama yule unayekuwa naye anaweza kaa ameshikilia maendeleo yako kwa sababu ya namna anavyofikiri. So nikirudi kwa yule jamaa, nilikuwa na mcorrect kwa sababu niliona tunaye katika njia zetu, lakini yeye peke yake ana mawazo negative. Kwa tunamwambia kabla tujamtenga. Lakini tukiona wewe you are too much on the negative side, tutakutenga my friend, hatutakuacha. Mimi hata mwanamke akiwa na mambo negative namtoa katika line yangu ya kuongea naye, kwa sababu najua hapa sitopata kitu, atani connect na vitu ambavyo sitaki kuconnect navyo, atakupa vibes ambazo sio za kwangu. Umeelewa? Kwa hiyo hii ipo katika namna nyingi. Labda nikuelezee tu Stan, labda wewe ni mtu ambaye unataka maendeleo, unataka labda ninunue viwanja, nijenge nyumba, ninunue magari ya kusafirisha mizigo na nini, you want that right? Lakini network yako ni ya watu ambao wanatoa miale ya kula bata. Umeelewa? Wao ni bata, bumper to bumper, right? Now, kama una connect na hao watu, the universe will bring more people of that caliber to you, kwa sababu umeamua wewe kuconnect nao. Kwa hiyo hautopata watu ambao wanataka kununua viwanja, ila utakutana na watu ambao wanakwambia leo twende tukale bata sehemu fulani, because you chose that to be with those by your thinking. Lakini kama unataka kufanya biashara kubwa kubwa za hivyo vitu, itakubidi mawazo yako, maandiko yako kwenye social media, vitu unavyovitazama viwe ni vitu vinavyofanania na lile jambo lako. So utajikuta somehow unaenda katika vitu vya namna hiyo. Sasa I'll tell you something very complicated, sijui kama kitaeleweka. Algorithm za social media zinatembea na the same formula ya subconscious mind. Wenzetu wameweza kuelewa, kwa sababu siri za mafanikio zipo katika haya maisha yetu. If you understand the human body, ukaweza kutumia kipande chako kimojawapo ukakiapply katika hii dunia, lazima uwe katika upande wa maendeleo. Now, algorithm za social media
zinachokifanya ni kwamba zinaangalia ni kipi unachokitazama zaidi, na wao they will shoot more of that kind of content to you, kwa sababu that's what you like. Kwa kama wewe unaangaliaga sana wale wenye nyashi, utashangaa content zako, watu wanao pop up kwenye screen zako ni watu wenye hizo kind. Unajikuta tu una like hivyo vitu kwa sababu ndivyo unavyoviangalia zaidi. Wanaangalia minutes unazospend pale. Lakini kama ni mtu ambaye unaangalia motivational speakers, unasoma na vitabu, those kind of content ndio zitakazokuja kwako zaidi, kwa sababu algorithm haitotaka ikuache. Itakuletea watu wa namna hiyo na matangazo ya kufanania vitu kama hivyo. Umeelewa sijui hapo? Yes. Kwa hiyo kuna watu unasikia anakwambia bwana mimi siwezi kosa la bia. Ni kweli kabisa. Lifestyle yake ametumia nini, subconscious mind yake inatambua kwamba huyu mtu hawezi kosa la bia. Ni kweli, ataenda baa atajikuta amenunuliwa bia. Atakutana na mshikaji atamwambia mwanangu wewe kanywe bia sehemu fulani. Yeye yani, lakini akitaka hela ya kitu fulani haipati, kwa sababu alishaiambia akili yake kwamba yeye akose hela ya kitu gani. Kosa la bia. Sio hela ya kujenga. Hajaizungumzia hela ya kujenga. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unatakiwa ujijenge, to put your mind right, ili uweze kupata vitu ambavyo unavitaka. Algorithm ya social media inanishangaza sana. Hata ukiwa na wazo la kununua friji leo au sasa hivi, either ukisema au ukigoogle tu mara moja certain brand, bas umeisha. Social medias algorithm yake inasikiliza conversations, inasoma unachokitafuta, inaangalia unachokiangalia. Yani the operation inavyofanya kazi ya algorithm haina tofauti kabisa na the subconscious mind. Kwa hivyo chunga sana. Unaona ambavyo algorithm inakuletea. Kwa hiyo unaona tuliongelea mafriji, tukagoogle mafriji, somehow tukienda kwenye social media tutaanza kuona content ambazo zinahusiana na mafriji. The same applied kwenye maendeleo yako. Yale unayofikiria, yale unayoyaandika, yale unayoyasoma ndio yatakayo reflect in your life. Umeelewa? Kwa kama unafikiria vitu vya ajabu ajabu, vitakuja vitu vya ajabu ajabu. Kama unafikiria vitu vya kimaendeleo, vitu vyenye mantiki na uko positive, basi vitakuja vitu vya kufanania na hivyo. We will see the reflection of whatever that you think in your life. Ndio ule msemo wa Kiswahili, kimtokacho mtu kimjaacho, sijui anasema. Ndicho kilichomjaa moyoni. Sawa. Januari nzito. Tumemaliza. Asante sana baba. Ama na lolote? Kwa sasa hivi hapana. Tutaendelea lingine wakati mwingine. Asante sana.